taarifa zetu za hapo baadaye. Lakini kwa sasa tuangazie mengine, na ni kwamba wito wa kuchukua hatua kali umeibuka katika kaunti ya Vihiga kufuatia ongezeko la visa vya ulawiti na ubakaji wa watoto katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Wadau wa haki za binadamu sasa wanataka jamii kushirikiana kikamilifu kuhakikisha haki inatendeka kwa waathiriwa, huku wakikemea vikali tabia ya kujaribu kuficha au kusuluhisha visa hivi kwa njia zisizo rasmi. Arnold Adidi na taarifa kamili. Kulingana na watetezi wa haki za kibinadamu katika kaunti ya Vihiga, watoto wengi walionajisiwa mwaka huu ni wakati ya umri wa mwaka 1 hadi 9, swala hili likiibua hofu kubwa kwani baadhi ya visa hivi huwa haviripotiwi. In Kenya, Vihiga County ndio iko namba 1 kwa cases za sexual gender-based violence. Data yenye tuko nayo, tumepata wananagisi watoto kutoka kwa 0 to 9 years this year, from July to July, wamenagisi watoto 56. Hiyo ni alarming kwa sababu hata kama wamama tunashindwa, mtoto wa miaka 1 mpaka miaka 9 ananagisiwa aje. Hii imesababisha muungano wa wanawake wafanya biashara katika kaunti ya Vihiga kuzindua mpango ambao umewaleta pamoja waathiriwa wa dhulma mbalimbali, mawakili pamoja na wahudumu wa afya ili kuwasaidia wakazi kuelewa mchakato wa kutafuta haki. Margaret Amimo ni mwenyekiti wa muungano wa wanawake wafanya biashara katika kaunti ya Vihiga. Tumefikia kiwango ya kuingia hata kwa shule za primary. Tumepata kujua ya kwamba watoto pia wako na changamoto, na hizo changamoto lazima community ijue kupitia kwetu. Na tena sheria ikuwe kali kabisa kwa hao watu, ndio waache kufanya hizi vitendo zenye wanafanya, kwa sababu hata na hao watoto huwa wanapata changamoto kubwa, na hao watoto wenye wamezaa wao wenyewe hawana kazi, bado ni watoto. Kadhalika, watetezi wa haki wametoa onyo kali kwa watuhumiwa wa visa vya dhulma, pia wakipendekeza adhabu kali kwa watakaopatikana na hatia. Mtu yeyote, mwanamke kwa mwanaume, ambayo atatekeleza dhulma kwa mwingine, sisi tutakuwa ambassadors. We are ambassadors, na tunasema no to gender-based violence. Mawakili ambao wameshiriki kwenye warsha hiyo wametoa wito kwa jamii kukoma kutatua kesi za dhulma nyumbani na badala yake kufikisha kesi hizo kotini. Flora Malanda ni mwakilishi wa chama cha mawakili LSK kwenye kaunti ya Vihiga. Mostly gender-based violence ni kesi ambayo you don't really need a lawyer for your case to be taken to court. You only need to report it kwa polisi, because most of those criminal cases ni cases ambazo zinafanywa na prosecution, and no person is supposed to pay a prosecutor to do their case. They only need to report. Arnold Adidi, TV47, kaunti ya Vihiga.